Mungu kwa makaribia. Mzee zipende sifu zikiakushangilia. Shangilia kwa makofi makubwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tupime kuimba. Ni wewe uliyeanzisha, nani wewe utaitisha? Imba ni wewe, ni imba kama vile wakati unaimba pana neema itakuja kwa maisha yako. Inapenda upotee katika maisha ili Mungu aonekane. Imani wewe, nani wewe, Jésus. Haleluya. Tunapotea tena kwa leo. Maksudi ya kwamba uonekane. Maisha yangu mikononi mwako, huduma yangu mwanzilishi. Ulisema ikiwa ngumu tukuite, tukikuita uko tayari kutusikia. Fanya kama vile Mungu. Come on. All we are here today. We are here now. Tunapotea uonekane. Tunapotea uonekane. Salama resele Mungu. Mashike kipala salama shiko. Sieka ya naraba shike Mungu. Makandele sika ya naraba shiko. Tendele sika payo. Ikatara masiko robo sa. Marele sina naraba shike Mungu. Lore maranda na masine sapa. Marayanda na sika ya naraba shike Mungu. Marinele ya naraba shike Mungu. Rinele shika ya naraba shike. Asikia leo. Mungu anakupenda. Mungu ananipenda. Mungu anapenda kanisa letu. Angekuwa Mungu hakupendi, kwa saizi ungekuwa hapa. Pana watu wako hospital. Wanaongezea oxygen ili wapate kupumua vizuri, lakini wewe na mimi tuko na pumzi moja. Tuko na pumzi inafanya tuwapumue.
Let us read in the scripture. Mpatie mtumishi ana Swahili nzuri, hiyo shetani nibariki Swahili. Mpatie maiki atafune neno la Bwana. Neno la Bwana ni chakula. Kama nasema kutafuna, tunatatafuna. Yaani neno la Bwana ni chakula la roho. Ndio maana Yesu akamwambia shetani, mtu aishi kwa mkate bila kwa neno la Bwana. Maana nataka kumwambia hii ni neno linaleta uzima. Mpe maiki, kuna mavazi atatafuna pamoja na. Amen. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati, chapitre 4, verset 24. Kumbukumbu chapitre 4 verset 24. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. 24 yake. Kwa maana Bwana ni Mungu wenu. Mungu wako wao. Udile tena baba. Kwa maana Bwana ni Mungu wenu, moto ulao. Amen. Mungu mwenye wivu. Amen. Soma kitabu cha Waibrania sura 1 mstari wa 7. Waibrania sura 1 mstari wa 7. Waibrania sura 1 mstari wa 7. Haya. Waibrania sura 1 mstari wa 7. Inasema nini? Oya pabamba. Inasema hivi. Na kwa habari za malaika anasema afanya malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Daniel sura 3 mstari wa 13 na tunamalizia pale. Tunasoma kitabu cha Daniel sura 3 mstari wa 13. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Akajibu akasema tazama, mimi naona watu wale nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana zara na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. 25 peke yake. 26 inasema 25 peke yake. Amen. Asante kwa usomaji, Mungu akubariki. Thank you so much. Tuna verse yetu ya msingi. We have the thing which is saying. Inafanya tusome hizi verse. Which has made us read ni Matendo ya Mitume. The Acts. Chapitre 28. Acts 28. Verset 1 jusqu'à 3. 1 up to 3. Matendo ya Mitume chapitre 28. Acts 28. Mstari wa kwanza hadi 3. 1 up to 3. Ndio ilikuwa verse ya msingi. That's the thing. Inasema hivi. And it's saying. Tulipokwisha kuokoka ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita 2 wenyeji wakatufanyizia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto sulinye pale, waliwasha moto wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvula ilionyesha na kwa sababu ya baridi. 3 mwisho, Paulo alipokuwa amekusanya mzigo, hapana kuni, mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka. Sulinye pale, nyoka akatoka kwa ajili ya yule moto, akamzongazonga mkononi. Amen. Nashukuru baraza, wazazi wangu wamenipa nafasi tena kusimama mbele ya watoto wa Mungu. Ninamshukuru sana bazazi. Mungu wenu apate kuwabariki. Na washukuru nyote mko hapa. Nashukuru wazazi wangu wako pale, wanaweza kusimama wafanye mkono hivi, wakipatia heritage kubwa, wanaonyesha njia ya Yesu. Na mheshimu Mungu anastahili kuabudiwa. Kwa majina ni Mzee Fidel Stefano. Tunakuwa hapa kwa kufanya kazi ya Mungu, na Bwana intention ya kufanya avancer hii kazi iende mbele, lakini siko na intention hata siku moja ya kubrize kazi ya Mungu hapa. Habari tunayo The thing that we have today, inasema hivi, it says, washa moto, light the fire, nyoka atakimbia, and the snake shall run away. Washa
We are full of battles. Vita inapokuja, By the time battles come, inapokuja kwenye familia, by the time it comes in a family, inapokuja kanisani, it comes in church, inapokuja kazini, by the time it comes to work, inaweza kuwa na malengo mingi. it can have a lot of Lakini intentions. mimi nilikamata lengo mbili. But I can do only two. Lengo la kwanza, The first one, vita inapokuja kwa maisha yako, by the time it comes to life, inakuwa mlango wa kupitia ili uingie neema ya Bwana. that doesn't make you go into the grace of God. Yusufu nilimtakiwa kumrudia. Joseph, his brothers went up to him. Wakamuhusisha, They sold him, kumuhusisha kwake, selling him, ukweli yao, according to ndugu yao, their iliwafikisha anakwenda mjane Farao. it made him go to Pharaoh. Kuna vita vile naona kupitia. The battles with Haikuiti bure, lakini hakuna kuingiza neno la Bwana. Kama kutoka kwenye inawezekana. Jambo la pili, Secondly, vita inapokuja nafasi, by the time it comes to home, kanisa katika familia, in the church of the family, kazini, at work, inakuwa na lengo it has a sort of ili kila umoja katikati yetu everyone apate kujitambua na kurudia kurejea. to know where it's supposed to go. Sio vibaya, Not badly, sio kukimbia kazi yako, not running away, lakini anajirudisha kulivyo yake. coming the way you're supposed to be. Kama mtu ananielewa, Is there someone understanding me? habari tunayo The thing that we have ni habari ya Paulo. is the battle of Paul. Paulo anamkamata, Paul was taken. ilikuwa misio yake ya mwisho, It was his last mission. wanamkamata, Was overtaken. wanampeleka Italia They were taken to Italy ili waende wakufunge to tie him up kwa ajili ya nchi. for the gospel. Kama unasema kwa ajili ya nchi, Now, by the way, maana kwa imani yako ya kaza what faith is that? inabidi kwa matendo yake, ili imani yako ya kutafuta wale wanaokuwa. What can go up? Kuna hatari kama unashinda, That trouble is kuna vita kama unashinda, au unapandishwa kumwambia Mungu, what faith is going out. wanakushika. They took him. Maandiko yanasema The scripture says wakapita katika kisanga, they went through the valley katika ile in the hill, kisanga in the valley, kama kuna goma, in cold. uone kama vile udongo It's like a unafunikwa na maji, was surrounded na wapesele wanaishi pale, and they were living na there. mapaji wanaishi pale. And people were living Ile ndio kisanga. and that is the Maandiko yanasema there is walipita katika kisanga kimoja the way of God inaoitwa Melita. that is called Merita. Hapo Melita, Merita, maandiko yanasema the words of walipokwisha kuokoka. by the time they were saved, Kwa sababu gani waliokoka? all of them saved. Vumbi ilikuwa mingi The joy na baridi ilikuwa mingi, God was nikiona presence ya Bwana it was in the na presence of God presence ya baridi and the cold ndani yake utakuwa zuruba. in the shower Ile zuruba ikiruka and in the bado sun. inatazama. Biblia inasema ya kwamba The Lord was walipokwisha kupona by the time they could wakaaji wa Melita the people wakawakaribisha. the welcome Kupona to ni him kutoka ukambi fulani to get from kuingia mwingine kambi fulani. another one. Tulitoka kwa shetani Get from the tunaingia kwa Yesu Kristo. Hapa tuliotoka tuliona ni Kristo alitoka kwa shetani akakuja kwa Yesu, lakini matendo yake yale ile hayaokoka ama aliokoka, lakini akashindwa na shetani. that was undertaken by the devil. Ujumbe kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Wakilo watanipata, People, nitaipeleka alegori, someone told allegory. kisha mnapeleka mformo experimentali, naitosha kiroho, naipeleka kimwili, ili neema ya Bwana ionekane kwa maisha yako. What God wants you in your life. Maandiko yanasema The scripture says wakaaji wa pale the blessing wapita wale kisanga Melita, is in mercy. wakawakaribisha The welcome waukalie, your most welcome. itakufa na maji, You are welcome. ukaribie, Your most baridi iko, is too mvua great. imenyesha. The rain of Kana watu wanajua kukaribishana katika maisha. the people Unapofika kwake, anakukaribisha kama ni ndugu yake wa damu. Wanakaribisha waliokaribisha watumishi. Aisha
inasema wakawashia moto kama baridi iko mingi, watu wanaweza tambua tena mula kama maomba ya kiswali wakati wanajenga nyumba wanaacha turume ya huku chini kama uvule na baridi iko mingi wanaweza moto ile kifungulu ya panda mlima wale ninakuweza kumana baridi ndio wakati ya Paulo wakawakaribisha wote moto baridi iko mingi wakaanza kuota. Maandiko yanasema Paulo aliona moto unaanza kuzimika, moto unaanza kuzimika. Hii moto hapa kama lazima kutetea usapite kate vita. Bwana wetu Mungu ni moto unao. Maandiko yanasema kwa habari hizi alifanya malaika kule mapepo, lakini mtumishi wa Mungu ni yeye ya moto. Yaani wewe ni moto, ukifika unataka wewe ni moto. Kama uko moto, piga makofi kwa Bwana. Moto ni presence ya Roho Mtakatifu. Kabisa moto ni presence ya Roho Mtakatifu. Tunapoomba, yaani moto inashuka. Moto ni Mungu mwenyewe. Paulo angalia, moto unazimika katika maisha yako, katika huduma yako. Moto ikiisha, unakamatwa na shetani. Basi ya watu wengi katika ministeri wamepoteza moto. Pana njia huwezi kupitia, ukipitia malaika unapoteza moto. Paulo angalia moto unazimika. Kanisa tukitafuta kuendelea, tuhakikishe moto unazimika. Tunaanza kufika tena mwazini sawa. Alikuwa anapita kila mara katika hema za Mungu ili angalie kinaya ya wale zimike. Nani maisha wa kufikiria wao kufikiria Yesu. Moto ikizimike. Moto ikizimika uimbaji wako. Imbaji ya kuenda Kenya. Moto ikizimika ualimu wako. Hata kama unafanya itapenda. Moto ikizimika kanisani. Atuweze na neema ya Bwana. Hata mabaya yamezimika. Hata mabaya yamezimika. Hata kila kitu kia biashara ile. Kwa sababu moto imezimika na Paulo. Yaani tunataka tuone neema ya Bwana. Sisi kuwazi kuwepo. Mimi naweza kujishika na mkono kama mzigo wa kuni. Tukiwe makini tena. Itafanya moto isizimike na moto itakampanda. Wakati Mungu na wewe tunashikana, uimbaji wako, utoaji wako, ushauri wako, uhubiri wako, kuimba kwako
akupite hapa, if a snake bites you, ujue ya kwamba you should know that kama bakupeleka kwenye hospitali batrete pale vile, if you don't take the hospital to reach na sasa ikuluma where you are hit, patavimba, it shall swell. na ukikawa batakata mguu, And if it takes too long, your leg shall be cut kila sumu ya nyoka. because of the poison. Matemi 13 pale Bukavu, wakali ka quartier ketu, manyoka ilifuma makartie, Snakes were tumor. tulisio kama zinatumwa na balozi. We thought they were sent Kila nyumba kunasikia banaua manyoka, every house to kill it. na zingine tukata unalala zinakutoka zinakupike, If you're even sleeping, bakula nimefika sana. people are trembling. Tukaangalia mafarmasi, Went to the ipo pharmacy. sana walijua ni mambo. In principle, they knew this Mu thing. mafarmasi, In the pharmacies, bakasema basi kuwa na kapiere noir, they had a certain cure nikajiwe kama hivi kama usi. and a certain black stone. Hata nyoka nikuluma pale, Even if a hata pilini niko na sumu kikuluma pale. even if a snake, Ukibanika tu kale kapiere noir pale, if you put it right, utanyoka ile sumu ile ya kutosha. stand up all the poison. Yesu akamwambia Petro, And Jesus told Peter, au ndio tena Petro. you shall not be called. Petro mjibania. Maana yake ni Petro. It means a Ni Petro kwa mbele ya maji. Bali tulipokuwa imbaka. it shall be Maana yake Petro mbele. Peter before. Alikuwa na yumba. He was Pana ya zuluba inakuja. he was thinking, Wewe unaangalia ukustabi. what is he having? Ungali una yumba. You're thinking, Na kama imani ya kuna yumba. he's the son of Aweze kunafurahisha Bwana. the never please God. Akamwambia Petro. Lakini unaitwa Petro. You shall be called Peter, a rock. Na chote tutakuwa na amuru jana hizi. And whatever shall confess, Kwa unapata sote. it shall be done. Ukifunga mbinguni If you close in heaven, kinafungwa. it shall be closed. Ukifungua If you open right here, it shall be open. yaitaweza kusuru ipierwa. What shall take us? Mkundoo wewe ni Petro. It means Peter. Yesu anakupatia mamlaka. Jesus giving Na us yote ni zile za kukanyaga kanageni. Yale mauwezo ya kukuletea yote zinayo kukuletea zako. Baba mwanamke kwa Yesu. Yaani wewe pia. You are called Peter. Pierre nasema Yesu Kristo ni Pierre au ni leo. Yesu zote ya kunyama mazuri ya kusema ni Pierre na Mungu. Shughuli yote ya kilema, shughuli ya magonjwa, shughuli ya kuzamii, shughuli yote tunafika kwa Yesu. Yesu iko na uwezo. Jesus has the power of taking it out. Somo gani nyoka alikupike? Which poison do you have? Nyoka anapike The snake beats you wa absence ya priere. in the absence of prayer. Ashapike maisha yako. He has already beaten your life. Anakuachia tu maisha ya dimashi kanisani. Has left you only to come to church. Katikati ya wiki utakuwa You alikupike. don't show up during the week. Alikupike. He hates you. Siku utafanya kazi ndio yani familia yako inaweza kuja. Maybe when you're about to minister, that's when Siku nyingine ambayo atakuja alipike. another time Siku utahubiri utaimba ndio unative watu. the day you shall be that Ile ni sumu ya nyoka aliachilia. that is the venom by the snake. Hata kwa mwenzako unapaswa kuwa strong. You need to be strong. Unapaswa tumia vitesi. You need to be Siku strong. mwenzako ataongoza wao huko. You don't show up when Donc sumu ilikuingia ikakuonesha kitu mpaka tu mimi unapaswa activate yangu. and show you the Bwana order. vile mpite kule. You cannot activate others. Serikali pekee You are beaten by snake. aliachilia sumu. And they released the poison. Jamani, division tu. Division. Hakuna amani. No peace. Aisha pekee yewa ya Has fujo. beaten your life. Kuna maisha tu au tena wakuti. You no longer Ulikuwa bien. Naona tu maisha yanakuwa ya kukosa adabu. you just this age is plain. Serikali pekee sumu. You have been beaten by a snake. Aisha pekee. Has beaten you. Sumu gani alipike kanisa? Which kind of poison is in you? Akapike watu sumu. Yaani watu wanakopa kusema kikwambia neno moja ni kama uache huduma. If they tell you only a certain thing, you feel like leaving your ministry. Sorry. It's really upset. Ukiona kanisa If you see the church, watu wapendi tena maombi. people do not want Hawapendi to tena kuja kanisani. do not want to come to church. Nyoka anaachilia kasumu ya kusema sana. Releases the Unaona tu unaanza kusema sana. you start speaking too much. Taya maombi ulipitia kusema You sana. don't want to pray, you just want to speak too Elewa much. kwamba nyoka shapike. You should know that you have been beaten by a snake. Pengine hapa kwetu shapike. It's possible the disease Anatuachia tu yewa ya
alileta sumu ya kusema sema, and brought the venom with the speaking, kukiri mabaya kwa mwenzako. confessing bad things. Proverbe 18:21 nasema, Proverbs chini ya 18, ulimi wetu under our pana tongue uzima there's life na pana mauti. and death. Wakati unapromote mambo mabaya kwa ajili ya mwenzako, jua kwamba unakiri mauti kwa maisha yako. Wakati unakiri mazuri kwa mwenzako, jua kwamba unakiri neema kwa mwenzako. Lakini shetani akipiga sumu ya kuanza kulani mwenzako, hapa ni hatari. It's dangerous. Shetani akipiga sumu na mtu analamuka. Sasa kwa pastor na huko. Wewe mama na atatuonesha nini? Yeye ni nani? Yesu atakurejea, Yesu atakutupa. Sumu gani? Au nishike tena mwanako, uanza kuchapa. Wewe si ndio? Sio wakati muonana wewe. I don't know how I found you. Ilikuwa tuelewe. It was a mistake. Shetani ashafikia. You have been beaten by the snake. Bwanangu Biblia hii maisha kwanza tutulie, Mungu atafungua maisha. Take courage. Wewe unataka tumikake. Which kind of husband are you? Kutumia ifanye presence ya kazi. You need Na to, ifanye kuitika kwa kazi. but you have to be accepted as well. Sumu gani alipike? Which kind of man? Unamtoka uende na shule acha apike sumu kwa kusoma. A child doesn't want to go to school anymore. Sumu gani alipike? Which kind of man were you given by the snake? Alipike sumu. He beat the snake. Unabiana na mwisho ukanisa. You come the Na last unatoka wa kwanza. and you leave the first. Unaweza ingia 11 registre. You come to Unatoka 11 kimiliki. and you leave Acha us. chini sumu. Has released the poison. Kuna wengine wanapatia tu sumu watumishi wa kawaida. And out Yaani ukiona mtu wa kawaida. you just walk. Hakuna neno kutoka. There's no great coming out of you. You've been beaten. Maligre ile sumu yote. No matter that poison, Maligre sumu ya shetani. even though the poison, Maligre sumu ya nyoka. that venom, Lakini tuko na Yesu kama vile jiwe ya kulinda sumu yote. Tunapoenda kuona sumu yote inatoka. Leo tutaomba. Tutakuwa na seti miliki. Tutapiga mikono. Mali serikali. Mali shetani aipige. Akaleta kiungo. Akaleta magonjwa. Akaleta separation. Hizo tutakuwa napiga mikono. Haya sumu yote inaenda pasi. the poison can go away. Nyoka tu ya pili. The second thing, Anatembea kama vile nyongoro. it moves as a snail. Kama nyongoro na nyoka vile wanatembea. As a snail and a snake are moving. Wakisikia tu fujo moja mbele yake. If they sense some kind of Hata ukiona nyongoro na kuja na nyoka. if you see a snake coming, Ukifanya tu makelele. if you just make some noise, Unachika nafasi iko. it coils wherever. Hata avazeze. He won't move forward. Wanashikunja pale. He coils wherever. Unapita kama minite fulani ya heshima. You mean as a Na devil, ndio nyoka na kuanga. and that's what the snake. Nyoka kiachilia msuru hivi. If the snake releases the venom Na kanisa. and the church, Ndani ya kanisa kipitezo. by the time it beats the church, Unajimshauri tu mtumishi wa Mungu ili kufanya uongozi. if it does Kwa sababu nyoka shapite. because that will beat the Kwa hivyo akamate ni shauri mzuri. Yeye ataingia sumu kanisa mmoja anakuzarau. Na muda mwenako pale na natoka na hivi. Ile kuona mara amesikunja hata kumtaka. Miaka kama hiyo tupa. Sumu shapitia na jikunja the tupa. snake has beaten you. Na ndio vile huduma za watu zilikuwa stanye. And that's a big Kuna atake shetani kuletea. Kuna atake shetani. that the devil put upon you Atakutikisa kwanza. and shook you. Akuangalie. And Usikweli. if you're willing, Ili sumu kama that poison that took you, itakuletea maamuzi. Alikuwa maamuzi mzuri mabaya. it brings us ever bad decisions. Basi kwa ndio. Bali watumishi kama nitaka nyomba. They just want to do this. Basi kwa kuomba tu mbaki na Bwana. It won't make Anachilia ile sumu ya kuharibu huduma yako. the poison to release to destroy your ministry. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah kanisa. Hallelujah. Mali kusoma na kumaliza. When we read about the conclusion, Mzee pale patisi tunamaliza. we shall read. Tutakuwa na second nitaomba pale. 5 minutes we shall pray. Tutaimba kidogo tunaomba. We shall sing and then pray. Bana kamata watumishi ya Mungu. They took the servant of God, Mesha Shadraka na Abednego. Meshach, Shadrach, and Abednego, Walikuwa katika nchi ya Babeli.
poteza huduma njia na tu. Maybe some of God lose their ministry. Let the money not make you lose your ministry. Chukua kujitumainia. You should know how to mama ajue kujitumainia katika familia. Believe in yourself. Baba jitumainie. Believe. Imara. Believe in yourself and move on. Njala isipoteze uwepo ndani ya maisha. Let hunger not take away your anointing. Jua kuchunga mwenendo. You should know how to guard your ministry. Possibility that God gave you. The work of your heart. Hold it very well. Kanisa watumishi wa Mungu jua kuchunga mali hapa mzuri. In the church you should know how to. Mungu anawapatia. It's a big God. Kila mtu ana objective. Si watu wanafika hapa dimasha na mchungaji anaombea ndugu mwani kwa hapa kumsudani. Mchungaji ananiambia asikuona tu hata kagombore kama hata kabilioni kwa. Even though it's njoo mkao mbele. That's the kind of people. Lakini kila mtu ana objective ya kwenda mbele. Maisha yao they bought this whole thing. Na mimi kama mzee wangu unaona objective gani tunaweza kuona. Asileta kwenda tuuzi tuone kuna hospitals and schools. Kila mtu anakuwa na objective ya kuendelea mbele. You should need that objective. Ndio pia mlengo wa objective ya kwenda mbele. Know the objective. Katika maisha, katika biashara, katika masomo. In your life, business, academics and everything. Ukiacha Mungu na kwa Mungu. If you leave God and not to the unashindana tatizo na Mungu. You bring a problem. Sauli aliacha Mungu wa kweli. Let the true God. Akaenda kinyume na mapenzi ya Bwana. Yaani Israeli akasema tatizo na Mungu mwingine. Bwana akamwacha. Watumishi wake waweze kuona na Mungu kijana ni wacha. Jua ya Mungu wa kweli wakafanya miungu. God let them follow the idols. Bwana asante sana. Amen. God help us. Maandiko yanasema makataka. The scripture said the wewe nani nakataka kuacha Babiloni ni mfano. Mkamateni mashazi mtupe kwa moto. Take this food. Sio kuizoea wakati ile. Ukifanya kudafu. If you make a crowd. Bana kukupa kuizoea moto. They saw you. Kuizoea moto. Because the person. Bana watoka kukupa na kuizoea kupita. They made you to burn it. Basi unakamata moto kwa moto. Throw them to the fire. Maandiko yanasema. Scripture says. Every moment of the and the top of that evil. We do 3 people. Lakini ndani ya moto. But in the fire. Tunaona waini. Nothing falls. Na wale waini. And the fall. Ni kama mwana wa Mungu. It's like. Mtu alioleweke. It's not. Mtupe watu mmoja katoki na basilunguli. Aliakwaka. Tunaanza moto ya essence iko nalunguza watu wanalungula na wanakufa. You see people die in the fire. Ile moto. That fire. Ilikuwa na mategre. It has decreased. Biblia inasema. The Bible says. Upandishe moto mara saba. Mara ya kilikuwa na mara ya moto. Kulingana na shida na mapato ufaa. Basi zidani mara moja. Shida yako kilikuwa ya juu. Banapandisha moto mara saba. Yaani, ile kuzo na nguvu unapita kitu. As the thrones are destroyed. Upandishe moto mara saba. Hata kama vile yako itakuwa mara saba. Yesu kutulia ile saba. Heavens are above all the fire. Biblia inasema ya kwamba. The Bible says. Tulitupa watatu. We do 3 people. When the fall of God. Nikaelewa. Understood that. Yesu alimesha kuwa mwili. Jesus was inside. Yesu kuna makaskete ya mingi. And the word. Ukienda kukukatetea mkate wa uzima. Ukienda kukukatetea mtu wa uzima. If you go to the Ukienda kukukatetea nao. Ukienda kukukatetea maji ya uzima. Kaalisha kabule kama vile kaskete ya maji. Kama wakati wa mafuta. Wewe wako na moto kufikia kama vile maji. Alisha kuwa kama vile naki. Lani wanakupatia unaki. Ndio maana wanakuambia. Mungu ni mtu Mungu. Stand up and praise God. Tunatapika mikono. Nilisema hivi katika wiki. Kanisa letu Mungu ashainua mjia maombi. Hapa Mungu ashapandisha kanisa mjia maombi. God has elevated this church. Mungu yote kashapandisha tamu faso ya kuvala. Uko si watu wanavala mzuri. Hakuna tena mambo ya kuacha tumbo wazi. They no longer will touch. Nikusema Mungu ashatengeneza kanisa letu. Sasa wakati Mungu anatupandisha wote na kati mako utazama.
Washa
utumishi wako. Wewe jiwe umetuwezesha sawasawa na mapenzi yako, kama vile vitu zilizohariki siku ya leo. Mungu, najua ya kwamba mahali ambapo ametosha amepungukiwa. Ndio kwa maana ninaita mbingu ili kuweza kumjenga tena upya, ili kuweza kumjaza tena Asante kwa maana utatenda na kufanikisha kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Shangilia Mungu.